Karibu katika kipindi cha EFD, na leo tutajifunza namna ya kufanya mauzo katika mashine ya Incotex 133M. Kwa kuanza, tutaanza na kuwasha mashine yetu ambayo tunaiwasha kupitia batani iliyokuwepo upande wa kulia kwa mashine. Tutaibonyeza. Tutasubiri kwa sekunde kadhaa mashine iweze kuwaka. Mashine yetu ikishawaka itaprinti kikaratasi kama hicho kilichoonekana. Tutakikata hiki kikaratasi na kukihifadhi pembeni, alafu tutaendelea na mfumo wa mauzo. Ukishawasha mashine yako itasoma registration mode katika kioo chetu hapa kama tunavyoona. Hapa tutaingiza password ambayo ni 100,000. Tumeweza 1, hizi 02 mara ya kwanza, tubonyeza mara ya pili na tutabonyeza 01. Imetimia 100,000. Baada ya kuweka 100,000 tutabonyeza total. Itakuja option hapa inakuonyesha upande wa sales, namba 2 upande wa purchases. Kwa kuwa sisi leo tutajifunza namna ya kufanya mauzo, tutachagua namba 1 ambayo ni sales. Kwa hiyo tutabonyeza namba 1. Ukibonyeza namba 1 itakuletea kwenye kioo imeandika buyer's team. Hapa ni sehemu ya kuweka team number ya mteja. Lakini kabla hatujaweka TIN number, katika kioo chetu inaonyesha kuna 0.00. Kwa hiyo tukiandika TIN number itakuwa katikati ina desimali na hakuna TIN number yenye desimali. Hivyo kwanza tutaanza na kubonyeza kitufe cha nukta ili kuondoa hii desimali. Ikisha sound hivyo, ikitoa sauti, ina maana desimali imeondoka. Hivyo tutaingiza mfano wa TIN number ya mteja. Tutatumia namba zifuatazo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tumeweka hivi kwa sababu TIN number inakuwa ina namba 9. Kwa hiyo tumefikiria kwamba TIN number ya mteja wetu ni 1 mpaka namba 9. Huo ni mfano wa TIN number. Hatua inayofuata, ukishaweka TIN number unabonyeza button iliyoandikwa PY1. Tutaibonyeza PY1 hii hapa. Itatokea sehemu ya VRN number. Hii ni sehemu ya kuweka VAT number ya mteja. Kama mteja anakuwa amesajiliwa na VRN, tunapaswa kumwekea VRN number yake katika mashine. Hivyo basi tutaiandika VRN number ya mteja kama ipo, ila kama haipo tutaendelea na hatua inayofuata kwa kubonyeza total. Kwa hiyo hapa tunafikiri VRN ya mteja ni kama ifuatavyo. VRN inakuwa na tarakimu 8 na herufi 1. Kwa hiyo tunafikiri VRN namba yetu ya mteja tumeashumu iwe kuanzia 8 mpaka 1 na herufi A. Badala ya hapo utaenda hatua inayofuata kwa kubonyeza total. Itakuletea client mobile. Hii ni sehemu ya kuweka namba ya simu ya mteja. Kama kutakuwa na ulazima wa kuweka namba ya simu utaiandika, lakini kama kutakuwa hakuna ulazima utaenda hatua inayofuata kwa kubonyeza total. Ukishabonyeza total inakuja sehemu ya kuweka jina la mteja ambayo itaonyesha client's name. Hapa tunaweka jina la mteja, na katika risiti za sasa hivi jina la mteja ni lazima. Hivyo basi tutatumia batani zetu hizi hapa kuanzia A mpaka Z kwenye kuandika jina la mteja. Lakini kitu cha kuzingatia, katika hizi batani zetu kila button ina herufi 2. Ina herufi ya kwanza na ina herufi ya pili, ambayo kama hapa tunaona kuna A na B. Sasa kupata herufi ya kwanza utabonyeza kawaida tu. Kama unataka kuandika A utabonyeza A,
Kama unataka kuandika herufi ya pili, labda tuseme unataka kuandika B au unataka kuandika D katika hizi herufi zilizokaa upande wa pili, kwanza utabonyeza SH alafu herufi husika, labda B. Kama labda tunataka tuandike, labda tunasema mteja wetu anaitwa Abdalla, tutaandika B. D ipo herufi ya pili, kwa hiyo tutabonyeza SH alafu D. A ipo herufi ya kwanza, utabonyeza A. L ipo herufi ya pili, kwa hiyo utabonyeza SH alafu L. A ipo herufi ya kwanza, utabonyeza A, alafu H ipo herufi ya pili, utabonyeza SH alafu H. Hivyo ndo tunavyoandika. Kama ukitaka kuandika jina la pili, kuacha nafasi katika jina moja na jina lingine, utabonyeza 00. Hizi 02 tunazibonyeza, unaacha nafasi. Utaandika jina lingine, labda John. Utabonyeza SH kuipata J ambayo ipo katika herufi ya pili, utabonyeza O. H iko herufi ya pili, utabonyeza SH alafu utabonyeza H, alafu utabonyeza SH kwa ajili ya kupata N. Jina limekamilika. Baada ya hapo utabonyeza total. Kama umeshamaliza kuandika jina lako, unabonyeza total. Inakuja kipande kimeandikwa save. Hapa inakuletea option ya kusave mteja kama unataka kumsave, ama kama hautaki kusave inakuletea tena option hapa imeandikwa press C, sema no. Kama mteja wetu huyu ni wa kila siku na tunataka kumsave, kwa hiyo tutabonyeza STL kwa ajili ya kumsave. Kama hatuhitaji kumsave, tutabonyeza C. Faida ya kusave mteja ni nini? Faida ya kusave mteja inakurahisishia pale unapotaka kumtolea risiti nyingine. Ukishaandika TIN number, details zake zote zinakuwa zipo katika mashine. Kwa hiyo wewe ukishaandika TIN number, ukishabonyeza PY1, moja kwa moja inakuletea option ya kuweka kiasi cha huduma ama bidhaa unayouza. Kwa hiyo kwa leo sisi hatuto save, kwa hiyo tutabonyeza C kwa kukataa. Ukishabonyeza C ama ukishabonyeza STL, itakuletea option ya client set. Hii ni sehemu ya kuweka kiasi cha bidhaa ama huduma unayoitoa. Hivyo basi, kabla hatujaweka kiasi, katika skrini yetu hapa tunaonyesha kuna 0.00. Tunatakiwa tuiondoe hii desimali. Kwa hiyo basi tutabonyeza button ya dot kuondoa hii desimali. Ukibonyeza ikileta mlio, ikisound hivyo, ina maana ile desimali imeshaondoka. Sasa hapa tunaingiza kiasi cha risiti tunayotaka kuitoa. Kwa mfano, tunaandika shilingi 1000. Hii ndo bei ya huduma ama bidhaa ambayo tunaitoa. Tukishaandika shilingi 1000, hatua inayofuata unabonyeza department. Department ni zile item code zetu ambazo zinakuwa katika mfumo wa namba. Kama itakuwa ni namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 na kuendelea. Katika mashine yetu kuna option ya shortcut ya kuipata ile item code, ambayo item namba 1 itakuwa katika mfumo wa D1, namba 2 itakuwa katika mfumo wa D2, namba 3 itakuwa katika mfumo wa D3 mpaka namba 9 itakuwa katika mfumo wa D9. Kwa hiyo kama tunataka kupata item namba 1, tutabonyeza D1 kama hivi. Ukibonyeza D1 itatoka risiti nusu ya kuhakiki zile details zako, kwamba tunamtolea risiti mtu anaitwa Abdalla John. TIN namba yake itaonekana hapa na VRN namba yake itaonekana hapa kama hivi inavyoonekana. Alafu katika mashine hapa itatokea kiasi ambacho unamtolea huyo Abdalla John. Hapa imetokea shilingi 1000. Hivyo basi, kama umeshahakikisha details zako kama zipo sahihi, kuitoa hii risiti unamalizia na kubonyeza button iliyoandikwa total. Utabonyeza total, utaitoa hii risiti yote. Lakini kama umekagua risiti yako ukaona kwamba haya maelezo yako umekosea, labda umekosea katika TIN number ama umekosea katika jina
ama umekosea katika kuweka hii VRN namba ya mteja, ama umekosea katika kuweka amount, unatakiwa hii receipt usiitoe, uicancel. Na hapa ndo sehemu pekee ambayo unaweza kucancel receipt. Ukishaitoa jumla hauwezi kuicancel. Kuicancel hii receipt utabonyeza button ya SH alafu 00 kuicancel hii receipt, lakini ukibonyeza total umeitoa. Leo tujifunze namna ya kucancel hii receipt. Tutabonyeza SH alafu 002. Kwa hivyo baada ya kutoka shilingi 1000 receipt yetu inaonyesha zero amount receipt. Hii inamaanisha kwamba tumeicancel hii receipt. Tunatakiwa kuanza tena upya katika utoaji wa receipt yetu. Kwa hiyo tutaichana. Tukishaichana, mashine itadisplay tena hapa kwenye bias team. Hii inaonyesha kwamba hatuianzi tena upya kama kuizima alafu kaweka tena ile password ukachagua namba moja kwa sales. Sasa hivi mashine ipo tayari kwa kutumika. Kwa hiyo inakuja katika mfumo wa bias team, unaendelea. Kwa zile mashine ambazo zina bidhaa kuanzia namba 10 na kuendelea, mfumo wake wa kutoa risiti kidogo unakuwa tofauti. Ukishafika kwenye client set, ile sehemu ya kuweka amount, unaondoa desimali, alafu unaweka kiasi cha ile bidhaa ama huduma ambayo unayoitoa. Kwa labda tunafikiria bidhaa yetu inagharimu shilingi 1. Ukishaweka kiasi chako ambayo ni shilingi 1, utabonyeza PRC, alafu utaweka ile kodi ya bidhaa, item code. Namaanisha kuanzia namba 10 ama ni namba 11, 12 kuendelea. Kama ni namba 100 utaandika hapa 100, lakini mimi nitaandika namba 10. Nimeandika namba 10. Badala ya hapo tunabonyeza PLU. Ukibonyeza PLU inatoka risiti nusu kama hivi. Unahakikisha pia details zako kama zipo sahihi na amount yako kama ipo sahihi. Kama umehakikisha na ukasema kwamba details zako zipo sahihi, basi tunatoa risiti. Kuitoa risiti utabonyeza button ya total. Ukibonyeza total itatoka risiti yote na pia itaonyesha QR code. Hii inamaanisha ni risiti halali ya EFD. Taichana. Ukishatoa risiti ama ukicancel risiti, utaratibu ni ule ule ikifika kwenye bias team ili kuendelea na mauzo mengine. Asanteni sana.